Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Naomba niweze kukualika katika sehemu hii na kualika katika somo tujifunze kwa pamoja. Tunapoendelea kujifunza kwa pamoja, tuweze kupata elimu, maana elimu ni kitu cha maana. Elimu ni kitu cha maana. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho unafaa kutafuta ni maarifa, na maarifa yanapatikana katika eneo mbalimbali. Sasa niombe nifundishe somo hili, alafu nitakapokuwa naenda kulimalizia utaweza kuelewa ni nini ninachokusudia, ya kwamba watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na watu wengi wanadhani ya kwamba maarifa yanapatikana katika dunia hii. Nitaweza kuongelea maarifa yanayotumiwa na dunia na maarifa yanayotoka kwa Mungu. Maarifa yanayotoka kwa Mungu na maarifa yanayopatikana katika ulimwengu. Kuna maarifa ama kuna elimu inapatikana duniani iliyo kinyume na Mungu wa kweli. Kwa hivyo sio kila maarifa tunafaa kuyatumia ya dunia, lakini tunafaa kuyatoa maarifa ya kweli, elimu ya kweli kwa Mungu aliyetuumba. Mungu aliyetuumba ametupa maarifa ya kiasili, sio maarifa ya kuenda shule, bali kuna maarifa ya kiasili yanayotokana na Mungu wetu. Wale ambao wanakubali kufuata taratibu ambazo Mungu ameweka, wana amani, wana furaha, wana matumaini na wako na afya nzuri. Lakini watu wanaposukumia bali maarifa na elimu ya kimungu, wanabaki kulalamika, wanabaki kusononeka, na dunia imekuwa ni sehemu kilio kimejaa. Inawezekana wewe usije ukajua namna gani kilio kimejaa duniani, lakini kuna wakati utakuja kuhisi jambo hili kama hautaweza kufanya marekebisho na matengenezo. Lazima tufanye marekebisho na matengenezo na tuweze kufuata maarifa ya Mungu. Naomba tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 18. Inasema hivi: mtu asiwadanganye mwenyewe, mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila zao. Haya maneno tumeyasoma ni maneno ya Mungu kupitia kwa mtumishi Paulo. Haya maneno yanatoa changamoto kwa wanaojivunia elimu ya dunia. Elimu ya dunia sio baya. Sio baya kusoma. Sio vibaya kuwa na elimu. Lakini usipochanganya na elimu ya Mungu, utabaki kuwa mjinga katika dunia hii. Na nitaweza kuprove ya kwamba kuna watu ambao wamesoma na mwisho wanamalizia kusema ya kwamba hakuna Mungu.
wamelelewa katika utotoni wakijua ya kwamba kuna Mungu. Wakati waliposoma na wakaendelea kusoma, wakafikia mahali wakasema ya kwamba hakuna Mungu. Ukisoma kitabu cha Zaburi 24 mstari wake ni wa kwanza, inasema hivi kitabu ni cha Zaburi, kitabu ni cha Zaburi 24 ni 14 mstari wake ni wa kwanza. Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo. Mtu huyu ambaye leo amefikia mahali pa kusema hakuna Mungu, anawezekana ako na makaratasi yanayopeanwa duniani ya kuhakikisha ama ya kuonyesha ya kwamba huyu mtu ni msomi. Huyu mtu ni msomi, lakini mwisho anamalizia kusema hakuna Mungu. Na kwa sababu mada yangu haiko hapo, nimetumia hayo kama mfano ili uweze kuelewa ni kitu gani nataka tujifundishe kwa pamoja. Kile ambacho nataka tujifundishe kwa pamoja ni kwamba lazima tutumie elimu ya Mungu ili tusije tukaagamia. Lakini tukiachia tu elimu ya mwanadamu, tutabaki kuagamia kwa kukosa maarifa ya Mungu. Naomba nitumie kitabu kinaitwa Yohana 6:45. Yohana 6:45 imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Elimu hiyo ambaye ni ya kujifunza, ni ya kujifunza kwa Mungu. Tunahitaji kujifunza kwa Mungu. Na tunaposoma elimu ya dunia, tunaweza chunja ile ambaye iliyo kinyume na Mungu na tuchanganye na ile ambayo ina utaratibu wa kimungu. Baadaye tunaweza tukatatua matatizo yanaoukumba ulimwengu. Ulimwengu umewategemea maprofesa, lakini ulimwengu umekosa kuwatumia watu ambao wana elimu ya Mungu. Leo unahitaji uwe na karatasi ya usomi ili utambulike katika jamii. Lakini ningetaka niweze kutumia andiko lingine liko hapa katika Matendo ya Mitume 4 mstari wa 13. Inasema hivi: basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatabua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kwa hivyo kuna elimu ambaye Yesu alikuwa amewapea Petro na Yohana ambaye ilifanya wasomi wastaajabu. Elimu ambaye Yesu anapeana na elimu ambaye dunia inapeana, elimu ya Yesu iko juu sana. Kwa hivyo wale wamejifunza kwa Yesu ni watu ambao wana elimu kubwa sana wakilinganishwa na wale ambao wamejifunza katika ulimwengu. Sio eti ninawadunisha wasomi. Ni vizuri kusoma, ni vizuri kuwa na elimu, lakini elimu iliyo kinyume na Mungu, hiyo ni elimu ambaye tunafaa kuikataa. Kwa hivyo elimu tunafaa kukubali elimu iliyo sawasawa, iliyo
na ushahidi ama isiyoenda kinyume na elimu ya Biblia ama elimu ya Mungu. Leo dunia inaenda kuwafundisha watu ya kwamba kuna familia ambayo inatengenezwa na mwanaume na mwanaume. Dunia inaenda leo kufundisha watu kuna familia inatengenezwa na mwanamke na mwanamke. Na kuna watu ambao ni wasomi, wana PhD. Hawa wana shahada nyingi, lakini wanamalizia kufanya ndoa ya jinsia moja. Mbele za Mungu huo ni upumbavu, na mbele za Mungu hawa watu ni wajinga wanaofanya hivyo. Lakini ukitumia neno hilo mbele yao, wanaweza wakakushangaa kwa sababu ni wasomi. Ni wasomi. Utapata watu mashuhuri wasomi sana ambaye wameoana, mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke wameoana. Sasa elimu hiyo inayopatikana katika usomi wa dunia ni elimu ambaye iko kinyume na elimu ya Mungu, kwa sababu elimu ya Mungu inakataza hilo. Mungu analikataza hilo na ni chukizo. Mada yangu haiko hapo. Ninajaribu kutumia mifano ambayo itakufanya unielewe kwenye ninapoelekea. Ninaelekea sehemu ambayo wewe itakusaidia kama vile ambavyo inaendelea kunisaidia pia mimi. Ndio nikaona ni share. Nikaona niweze kushare na wewe. Tuweze kushiriki pamoja. Uweze kupata elimu hii ya kipekee. Elimu sio kusoma tu Qur'ani na kusoma Biblia. Elimu sio kupambana na Waislamu katika midaharo. Kuna elimu ingine ambaye Mungu anaendelea kufunua kwetu. Mungu anapoendelea kufunua kwetu ni kwa ajili ya faida ya wale wanaotusikiliza, ya wale wanaendelea kukubaliana na ujumbe tulio nao. Lakini wale ambao hawakubaliani na ujumbe wetu, inawezekana ni ngumu sana kuwashawishi, kwa maana pia Yesu mwenyewe hakuwashawishi wote. Kwanza Nazareth, mahali alipozaliwa, hawakukubaliana naye wala hawakukubaliana na miujiza aliyoifanya. Katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 50 na Mathayo 13 mstari wa 58 inasema, watu wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawa watu wa Nazareti walikuwa hawaamini. Walikuwa wamemuona Yesu kama mtu wa kawaida. Walikuwa wanamuona kama kijana wa Mariam. Walikuwa wanamuona kama kijana wa Yusufu. Walikuwa wanaona kama ni kijana ambaye anamsaidia baba yake kupiga landa, kwa sababu baba yake alikuwa seremala. Lakini kitu ambaye watu wa Nazareth hawakuelewa ni ya kwamba Yesu alikuwa na elimu ya Mungu ambaye wangejifundisha katika shule yake. Sasa miujiza haikufanyika Nazareti kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa hivyo kuna watu ambao hawatasaidika hata uwe na elimu kiasi gani, hawatasaidika kwa kutokuamini kwao. Wanashangaa, huyu Dasha ataniambia nini? Sasa huyo mtu hata umwambie nini, hawezi akasaidika, kwa sababu hawezi akaamini. Na mwingine anataka kukujaribu, maana wale hawakumwamini Yesu walikuwa wanamweka tu katika majaribu, wanamjaribu tu, lakini hawakuwa wanaamini lile alilokuwa analifanya. Sasa Yesu alipokuwa hapa duniani alifanya miujiza, na pia Yesu alitumia vitu vidhaifu, vitu ambavyo vinaonekana kuwa vya ovyo,
akafanya mambo makubwa, na sasa hivi wale wamejifundisha katika shule ya Yesu watatumiwa na Mungu, wakionekana kama hawafai, wakionekana kama watu wa ovyo. Mungu atawatumia kufanya mambo makubwa, na kuna watu ambaye wataaibika kwa sababu Mungu ameamua kuwatumia watu hao. Hebu tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:17 na 18. Katika Wakorintho wa kwanza 1:17 tusome 27 na 28. Bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Watu leo wanataka kusikia mtu ana PhD ili wamsikilize. Watu wanataka leo uongee Kiingereza ndio wakusikilize. Ina maana ya kwamba wale wasioongea Kiingereza hawana elimu, wale wasio na PhD hawana elimu. Unatakikana uitwe profesa ndio uweze kutambulika na dunia ya leo. Dunia ya leo inapowatabua maprofesa inafanya kosa la jinai. Si vibaya mtu kuwa profesa, si vibaya mtu kuwa msomi, lakini maprofesa wa dunia kama wageuganika na walio na elimu ya Mungu, wangefanya mambo makubwa ya kuchagaza ulimwengu. Lakini kwa sababu ulimwengu uko katika mikono mibaya, ulimwengu unataka watu wakiwa wanalia, ulimwengu unataka watu wakati wanaugua, wakati hawana furaha, wakati hawana amani, ulimwengu sasa unafurahia. Lakini Mungu anataka watu wawe na amani, wawe na furaha, na tena wawe na afya nzuri. Na ninataka niweze kusoma waraka wa 3 wa Yohana 1 mstari wake ni wa 2. Inasema, wapenzi, naomba mfanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya, na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiavyo. Kwa hivyo Mungu anawatakia watu afya, furaha, amani. Nyumba nyingi leo hazina amani. Mungu anataka amani katika nyumba hizo. Nyumba nyingi leo wanatumia pesa nyingi kwa ajili ya kutibu magonjwa ambaye imewavamia. Nyumba nyingi leo hazina matumaini kwa sababu ya mambo ambaye yamewazunguka. Lakini nataka ujumbe huu uweze kuwa ujumbe utakao kupa furaha. Ujumbe huu uwe ujumbe utakaye kupa matumaini, na ujumbe huu uweze kuwa ujumbe wa kurudisha afya yako. Afya yako ni kitu cha msingi. Afya yako ni kitu cha muhimu. Furaha ni dawa, amani ni dawa. Moyo ambaye hauna furaha, moyo ambaye hauna amani ni ugonjwa wa kuficha. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Kwa hivyo tunapoogelea dawa, kuna dawa za kiasili ambazo zinatokana ndani yako. Hazihitaji daktari, bali zinahitajika uwe na amani, uwe na afya nzuri, uwe na furaha, uwe na afya nzuri. Lakini kuna mtu ambaye leo ana msongo wa mawazo kwa sababu ya mambo mengi ambayo yamemzunguka. Mungu anataka umuachie. Mungu anataka umuachie. Hakuna jambo gumu ambalo Mungu haliwezi. Peana haja zako kwa Mungu. Mtumainie Mungu. Amini ya kwamba Mungu anaweza kukusaidia. Wacha kuamini watu. Watu watakuvuja moyo. Watu watakufanyia mambo mabaya, lakini ukimtegemea Mungu, nataka nikwambie utafanikiwa. Nina ujumbe kwako. Nina ujumbe kwako na ninaomba unizingatie.
ninaomba unisikilize. Na nirudie tena, usiniangalie kimo, usiniangalie jinsia, lakini nataka nikufikishie ujumbe unaotokana na elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu, watu kama wataikubali na wachanganye na elimu walio nayo wametoa shuleni, watafanya mambo makubwa. Wewe utafanya mambo makubwa. Haijalishi mpaka ukuwe Mkristo. Sio lazima uwe Mkristo. Biblia inauzwa mahali popote. Unaweza ukainunua ukajisomea. Na haya ninayoyasema haya, isipokuwa ni vile watu wengi wanakuwa na moyo mgumu. Kama tutayazingatia yale ambayo nitayasema kwenye video hii, nataka nikwambie kuna watu ambao hakuna amani kwao kutapatikana amani. Kuna watu ambao kwao kuna magonjwa chungu nzima, watapata tiba, watapona. Hebu nikueleze, Yesu alitumia vitu ambavyo vinaonekana kuwa ni dhaifu. Yesu kutema mate kwenye udongo na kutengeneza tope kwenye mate. Mate na udongo. Mate na udongo. Alafu anamuguza mtu aliyekuwa kipofu na akapata kuona. Ni kwa ajili ya kutaka kuonyesha hata matope yanayotokana na maumbile ya Mungu yanaweza kumponyesha mtu. Ni tiba. Vitu ambavyo vinadharaulika, vitu ambavyo vinaonekana havifai, hizo ndizo vitu Mungu anatumia kurudisha afya yako. Maji tu. Maji. Yesu aliyatumia maji kuonyesha ya kwamba maji yanaweza yakawa dawa. Kuna magonjwa ambayo maji yanatibu. Ndio naona mtu anapelekwa hospitalini, kabla hujafanywa jambo lolote unawekewa maji. Sasa kama wewe ulikuwa ni mgonjwa na maji yalikuwa si dawa, kwa nini unawekewa maji? Kwa nini? Ina maana ya kwamba katika kuugua kwako, katika kupona magonjwa yako, maji yanahusika. Lakini kuna mtu ataona maji kama ni kitu ovyo tu. Biblia inasema Mungu anavitumia vitu vidhaifu. Mungu anatumia vitu vinyonge kuaibisha wenye hekima. Nataka nikueleze, kuna watu ambao ni matajiri, wana pesa, lakini leo wanalia, wanasononeka kwa mambo madogo. Lakini kwa sababu mambo hayo ambayo yamewapata yanaweza kutibiwa na vitu dhaifu, hawataki. Kama vile Naaman. Naaman alikuwa ni mgonjwa. Alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Alisunguka kila mahali kutafuta daktari amtibu ugonjwa wa ukoma, lakini hakupata daktari, mpaka wakati aliambiwa kuna nabii Israeli anaitwa Elisha. Akaambiwa aoge katika mto wa Yordani mara 7. Mto ambao ulikuwa ni mchafu, mto ambao ulikuwa unapita takataka. Akaambiwa utaoga hapo mara 7 na utapona. Niambie, mtu ambaye ni jemedari mkuu, mtu mkubwa kiasi hicho, akaoga katika mto mchafu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anavitumia awaibishe wenye hekima. Watu wenye kujiinua watanyenyekea mbele zetu ili tuweze kutumiwa na Mungu kuwarudishia afya. Inawezekana hutakubali, kwa sababu kila mtu ana uhuru. Unaweza ukakubali, unaweza ukakataa. Hiyo ni chaguo lako. Lakini kile ambacho nataka nikuambie ni ya kwamba Mungu anaponya magonjwa yote. Lakini anaponya magonjwa yote kupitia nini? Hebu nisome Zaburi 103. Zaburi 103. Zaburi 103
mstari wake ni wa pili. Inasema hivi: nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mungu ameshasema ya kwamba anaponya magonjwa yote. Ukimwi anaponya, kansa anaponya, ugonjwa wa kisukari anaponya. Magonjwa ambaye wewe unayajua yanaonekana kuwa duniani leo, ukipata ndio kaburi sasa umepatana naye, Mungu anayaponya magonjwa hayo. Lakini dunia kwa sababu wametegemea maprofesa peke yake, ndio maana hawajaweza kufanikiwa kuyatibu magonjwa haya. Si ati ya kwamba magonjwa haya hayana dawa. Inawezekana kuna ajenda fiche katika magonjwa hayo, kwa sababu kila magonjwa yana dawa duniani. Lakini kwa nini madawa leo ya magonjwa hayo ambayo nimeyataja na magonjwa mengine leo hayapatikani? Unapata ya kwamba mtu amegojeka kansa, watu wanatumia pesa nyingi, wanafilisika, alafu mgonjwa wao anafariki dunia. Hapa tumekuwa na mtu mashuhuri ambaye watu walimpenda, anaitwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alienda kutafuta matibabu huko mbali, na inawezekana ugonjwa aliyekuwa naye ungeweza kutibika tu kwa vitu rahisi, lakini kwa sababu watu dunia wanategemea elimu ya dunia bila kuunganisha na elimu ya Mungu, watu wanaendelea kuteseka. Na inawezekana hata leo kuna watu mashuhuri duniani wamebebana na magonjwa, wengine wanabadilishwa paka damu. Anatoka hospitali hii anabadilishwa damu, anatoka hospitali hii anabadilishwa damu, kwa sababu magonjwa aliyonayo hajaweza kupata tiba. Kubadilishwa damu na kubadilishwa damu tena sio tiba. Bado utaendelea kudhoofika, mwisho utamalizia kwenda kaburini. Hujamaliza kutumika na haujamaliza kutumikia wazazi, haujamaliza kutumikia watoto wako, lakini kaburi linakuchukua kwa sababu ya magonjwa ambaye ungeyatibu kwa vitu rahisi. Mungu amesema ndani ya Biblia ya kwamba anaponya magonjwa yote, lakini kumbuka amesema anatumia vitu dhaifu, anatumia vyombo vidhaifu awaibishe wenye hekima. Wenye hekima leo utapata ya kwamba mtu ni ugonjwa wa kisukari. Wakati mwingine ugonjwa wa kisukari unaleta vidonda ambavyo haviponi. Unapata mtu akipata kidonda kwenye mguu au akapata kidonda kwenye sehemu fulani, unapata ya kwamba badala watibu, unasikia kwamba wanakata kidole, wanakata mguu. Nikuulize, ni nani aliyekatwa mguu kwa ajili ya ugonjwa wa sukari akapona? Wanamalizia kufa kwa sababu ya matibabu yasiyokamilika. Kwanza niwapongeze madaktari, kwa sababu jana nimekuwa kwenye hospitali na nikasunguka kwenye mahospitali kwenye wodi. Nataka nikwambie madaktari wanafanya kazi nzuri. Sijakuja hapa ni wadunishi. Ni watu wa maana na watu wa faida kubwa sana katika jamii. Kitu ambacho ninaomba ni kwamba kama ingewezekana dunia iweze kukubali elimu ya Mungu itumike. Kuna magonjwa ambayo yana dawa, lakini kwa dunia wanasema hayana dawa. Inawezekana kuna jambo fiche katika kuficha dawa hizo. Sitaki kuingilia hayo. Lakini kile ambacho ninasema ni kwamba Mungu kupitia Biblia amesema anaponya magonjwa yote. Kwa hivyo Mungu anaponya ukimwi. Lakini wewe kwa sababu umesikia Mungu anaponya ukimwi, unagojea uende kwa nabii fulani alafu akufanyie muujiza upone ukimwi. Mungu anaponya kansa,
Unangojea uende kwa muombaji fulani akufanyie muujiza alafu upone ugonjwa wa kansa ama ugonjwa wa pressure ama ugonjwa wa diabetes. Haya magonjwa sikatai na sipingani na miujiza, lakini hakuna muujiza ambao unashinda muujiza wa Yesu kutema mate, kutengeneza udongo na kumguza mtu kipofu na huo udongo. Kwa nini hangesema tu ona, imani yako imekuponya? Wengi walikuwa wanasema hivyo, lakini alichukua udongo akamguzisha kwenye macho ili aweze kukuonyesha ya kwamba kuna magonjwa yanatakikana yatibiwe kupitia uumbaji wa Mungu mwenyewe. Leo watu badala ya kutibu magonjwa na maumbile ya Mungu wameanza kutengeneza kemikali, wanatengeneza madawa ya kemikali. Na kuna watu wengi sana leo wameingia kwenye kaburi, si kwa sababu ya magonjwa, bali kwa sababu ya madhara ya dawa walizomeza. Kwa hivyo kuna madhara ya kumeza matembe ya kemikali, kuna madhara, na hili hata maprofesa wanafaa kukubaliana naye ya kwamba kuna madhara katika madawa yanayotumia chemical ama kemikali. Lakini Mungu ana vitu ameumba ambavyo tunaweza tukazitumia zikiwa kama chakula na tukazitumia zikiwa kama dawa. Ndio maana Mungu anasema hivi katika kitabu hiki cha Yeremia, kitabu hiki cha Yeremia 46 mstari wa 11. Anasema pada uende Gilead ukatoe zeri. Zeri ni vitu ambavyo vinatoka shambani, sio kemikali. Ni vitu ambavyo vinatoka shambani kama vile ilikuwa manemane na mambo mengine. Tutakuja tuone ya kwamba kule kwa Waishmaeli kulikuwa na zeri, kulikuwa na manemane, kulikuwa na uvumba. Sasa katika hii zeri ambaye inatumika na tunaambiwa twende Gilead tukatafute zeri, ningeomba tuweze kusoma andiko lingine hapa katika Mwanzo 37:25. Inasema wakichukua, inasema hivi, nao wakakaa kitako kula chakula, wakainua macho yao wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja wakitoka Gilead na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane. Sidhani kama kuna kitu hapa umesikia kinachohusiana na kemikali. Sasa katika Yeremia 46:11 inasema pada uende Gilead ukatoe zeri. Binti bikira wa Misri, unatumia dawa nyingi bure tu, haupati kupona kamwe. Ni watu wangapi leo wanameza dawa za pressure? Umepona? Juzi nimetembelea mgonjwa ambaye alipata pressure. Ni mzee ambaye alikuwa anasomesha, ni mzee alikuwa anaendelea na mambo yake ya kifamilia na kuwatunza familia yake, lakini kutoka 2011 alipigwa na stroke mpaka sasa. Kwa hivyo huyo mzee amekaa ndani ya nyumba yake analishwa na mkewe. Lakini swali, kutoka 2011 mpaka saa hii tuko 2026, ugonjwa wa pressure hujapona na hajarudi katika hali yake nzuri. Nataka mniambie ni nani huyu anayetibu watu leo ambaye harudishi afya ya watu wa Mungu? Angalia kitabu cha Yeremia 8. Kitabu cha Yeremia 8. Naomba unisikilize. Na hii somo ni kwa hiari. Ni kwa hiari. Hailazimishwi mtu. Hakuna mtu ambaye tunalazimisha. Hii ni kwa hiari. Ni kwa hiari. Na kuambia hata Nazareth kuna watu ambaye hawakuamini Yesu wala hawakuamini miujiza yake. Naye Yesu hakufanya miujiza huko kwa sababu alikuwa haamini.
Sasa inasema hivi, je, hapana zeli katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Kwa hivyo watu wa Mungu wanafaa, wakati wanapopatwa na magonjwa, wanatakikana kurudiwa na afya. Afya ni jambo la muhimu, na afya nzuri, afya njema ni haki ya kila mwanadamu. Mungu habagui watu na dini. Mungu habagui watu na kabila. Kila mwanadamu Mungu anamtakia afya, afya nzuri, afya nzuri. Kwa hivyo tunapopatwa na magonjwa, kwa sababu dunia inasema, Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5 mstari wake ni wa 2, inasema hivi, ni Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 5 kuanzia mstari wa kwanza, inasema, kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Mstari wa 2, maana katika nyumba hii twaugua. Hii dunia tunaugua. Ukitaka wewe usiugue, labda uhame katika dunia hii. Kuna wale ambaye tunasema tunakula vegetarian. Utapata ya kwamba hata huyo mtu wa vegetarian ni mgonjwa tu. Si ati ya kwamba kwa sababu wewe unatumia vegetarian hutagojeka. Kile ambacho tunaongelea ni ya kwamba hata kama unatumia vegetarian, hauguzani na nyama, hauguzani na animal product yoyote. Ingawa kuna animal product bado zinatumika katika tiba. Unaweza ukatumia mayai katika tiba, nitakuja kuongelea hiyo baadaye. Ya kwamba dunia hii tunapougua, kile ambacho tunafaa kujua ni ya kwamba tutapona. Lakini ukiugua unatetemeka kwa sababu utaenda kwa kaburi. Kuna ndugu wengi ambao tunawapenda wametuacha kwa sababu ya magonjwa ambayo wangepata kupona, lakini kwa sababu ya kukosa maarifa wakaangamia. Biblia inasema watu wangu huangamia kwa kukosa maarifa. Sasa watu wa Mungu, Biblia inasema tunafaa kuishi miaka 70 katika Zaburi 90. Zaburi 90. Katika Zaburi 90, Zaburi 90, Zaburi 90, Zaburi 90 mstari wake ni wa 10. Inasema siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi, tutakatotokomea mara. Kwa hivyo miaka 70 kuendelea ni haki yetu kuishi, lakini badala yake tumevamiwa na vifo vya ajabu. Kuna watu wako makaburini ambaye wamekufa kwa sababu ya kutokutibiwa, kutokujua namna ya kurudisha afya. Sasa watu wa Mungu, nitaka niseme ya kwamba hapa niliamua kusoma, na kabla sijakueleza habari za vitabu hizi, nataka nikueleze, unajua wakati mwingi ukitaka kupinga jambo, pinga kwa hoja. Usimpige mtu kwa sababu si wa kabila lako. Usimpige mtu kwa sababu si wa dini yako. Mpige mtu kwa hoja za kimsingi. Leo katika ulimwengu wa kisomi, maprofesa haswa wale ambao ni madaktari wakubwa wanamnukuu Ellen G. White, wanamnukuu. Kafanya utafiti huo, na nikiamua kulisema hili ni jambo ambalo nimelifanyia utafiti wa kutosha, ya kwamba mwanamke huyu ambaye anaitanishwa na Wasabato ana elimu kubwa sana
katika hali ya tiba za kiasili. Kuna watu wanaamini tu ya kwamba mpaka muombe, yaani mtu amevujika mguu, alafu kuna mtu anaamini ya kwamba tuombe ndio tufanyikiwe muujiza fulani. Miujiza ni aina mbalimbali. Mungu anapotumia kitu ambacho alichokiumba na wewe ukapata afya, unataka muujiza gani kuliko huo? Ya kwamba leo Mungu anaweza tumia chungwa ukatumia chungwa ukapona. Unataka muujiza gani kama huo si muujiza? Kutumia vitu ambavyo Mungu ameumba kwa mkono wake, alafu vikakurejeshea afya. Unataka muujiza mwingine kuliko huo? Nataka nikwambie leo, eda umutibu mtu aliye na ukimwi apone kweli, uone kama hata sunguka akitangaza muujiza. Lakini leo kuna manabii wanatumia mbinu za uongo, ujanja, wanaongea na madaktari, wanawapa pesa, wanadanganya watu mtu alikuwa na ukimwi lakini sasa amepona. Tumeona juzi mpaka wanatoa hongo kuwahonga wanahabari wasije wakawaanika, kwa sababu wanatumia miujiza ya uongo kudanganya watu. Watu wacheni kudanganywa na miujiza ya uongo. Nataka niwape vitu ambavyo mtaweza kudhibitisha hata kisayansi. Tunaona hapa kuna anaitwa Duale. Duale aliwaambia madaktari waliokuwa wameenda kwa mkutano wa hiyo miujiza ya uongo, akawaambia nyinyi mtanyang'anywa certificate zenu kwa sababu kile mlisema hamwezi kudhibitisha kisayansi. Lakini leo nataka nikuambie, niko tayari hata kukutana na huyo Duale. Nitamdhibitishia kisayansi ya kwamba kupitia asili ya vyakula na vitu ambavyo Mungu ameviumba vinaweza vikatibu magonjwa ambaye dunia imeshindwa kutibu. Ama kuna dawa gani imetengenezwa kupitia machungwa? Umeiona kwa chemist? Umeona dawa gani? Sijasema magonjwa hayo, sipigani na madaktari. Hapana, lakini nataka nikueleze kama wale madaktari elimu walio nayo watatumia elimu hii ya Mungu wachanganye, nataka nikuambie dunia itatoka kwa shida. Shida ni ya kwamba wamechukua elimu ya PhD wakaacha elimu ya Mungu. Hapo ndio matatizo inaanza. Sasa vitabu hivi ambavyo nimevisoma na kuambia, sijasoma tu nikakaa, nimesoma na nikadhibitisha ya kwamba kile ambacho hivi vitabu vinafundisha ni hakika na kweli. Na kama utanunua ujisomee, na si ati ya kwamba mimi nauza vitabu. Usije ukadhani ya kwamba mimi nauza vitabu. Nitakutuma kwenye vitabu zinauzwa, wewe ukitaka kununua utanunua. Lakini kutoka elimu yenye iko hapa ni elimu inayotokana na Mungu. Utaambiwa mambo ambayo nitakueleza hapa mbele. Sikiliza kwa makini. Hiki kitabu kinaitwa The Ministry of Healing. The Ministry of Healing. Kitu ya kwanza hapa inasema sunlight. Wanakuambia sunlight inatibu. Sunlight inatibu. Exercise inatibu. Water inatibu. Nutrition inatibu. Lakini kuna mambo mengi ambayo yako hapa ndani ambaye yatakufanya wewe uwe daktari wa nyumba yako na waliokusunguka. Unajua watu wengi leo wamekataa kusoma. Lakini kando na kusoma elimu ya dunia, tafuta hii ingine ya Mungu. Useme kwa nini dunia imeshindwa kutibu ukimwi? Kwa nini dunia haitibu kansa inapona? Kwa nini dunia haitibu pressure inapona? Watu wanatumia dawa na mwisho wanakufa na magonjwa hayo ambayo walienda hospitali wakatibiwa. Wakichanganya elimu hii, dunia ikichanganya elimu hii ya Mungu na elimu walio nayo, hakuna mtu atakufa bila kufikisha wakati wake. Labda wale pengine wamepatwa na ajali wakafa barabarani. Hiyo ajali haina kinga. Ingawa wakati mwingine watu kwa ajili ya kukataa sheria wanafika mahali wanafanya ajali ambazo hazingefanyika kama wangefuata sheria. Na mwanadamu na sheria ni matatizo makubwa. Ukiweka sheria, basi mwanadamu anataka hapo avuje sheria hiyo iliyowekwa. Sasa hizi vitabu, kuna kingine kinaitwa The Medical Missionary Manual.
Medical Missionary Manual. Wasabato wa leo ninataka niwape changamoto, challenge kwa SDA. SDA leo kwenye makanisa yenu mumefungua hospitali zenye mnatumia dawa za kemikali kutibu watu. Na sasa hiyo mnasema ati hii ni hospitali ya kanisa. Hospitali ya kanisa inawezaje kutumia madawa ya kemikali wakati mko na ujumbe wa kuwatibu watu na asili? Chakula peke yake. Chakula peke yake. Mtawatibu watu na chakula. Chakula peke yake inawarudishia watu afya yao. Lakini leo Seventh Day Adventist mnakosa la jinai kwa sababu ujumbe mlionao mumekosa kuenenda katika ujumbe huo. Kama SDA wangetumia ujumbe walio nao na vile walivyoelekezwa, leo tungekuwa tunaenda kwenye masentarium za Waadventista wa Sabato na watu wanapona, lakini sio hospitali ya kutafuta utajiri, kuwaitisha watu pesa ambazo hawawezi kuafodi. Inatakikana watu waitishwe pesa zenye wanaweza kuafodi, zenye zinaweza kutengeneza namna wengine watakuja wakae. Kwa hivyo kitabu hiki tafuta ukisome, tafuta ukisome. Na kama hauna hiki kitabu niambie, nitakutafutia. Wewe utanunua tu vile nilinunua na unipe pesa ya kutuma, nitakutumanishia. Si hata kwamba mimi niko na biashara ya vitabu nafanya. Unasikia? Kwa hivyo watu sasa zingine wanadhani ya kwamba kila kitu mtu anatafuta pesa. Hapana. Tumejitoa muhanga. Tumejitoa kikamilifu na tunamaanisha hatuchezi. Kama wewe unacheza, sisi kujua ya kwamba hatuchezi. Tunamaanisha katika kile tunachokifanya. Hii kitabu hiki utakapokisoma ndio utajua ya kwamba hakuna ugonjwa duniani hauna dawa. Magonjwa yanayokusumbua yana dawa. Kuna kitabu hapa kinaitwa Medical Ministry. Medical Ministry. Ingawa kuna watu wametumia vitabu hizi na wakatengeneza utajiri mkubwa. Ninawajua wengine wamejenga magorofa. Wamejenga magorofa kwa sababu wametumia ministry hii ya madawa, wakatibu magonjwa, lakini wakaitisha pesa nyingi, wakatijirika, wana magorofa ya mamilioni ya pesa. Lakini mimi siongelei biashara. Siongelei biashara. Kile ambacho naongelea hapa ni tiba sahihi ambaye inatokana na elimu ya Mungu. Nataka niwaambie, naomba leo wale ambao wanaweza kumchallenge huyu dada Ellen G. White, naomba mniambie ni kitu gani amefundisha kuhusu tiba ambaye hakiendi sawasawa kama alivyofundisha. Tumia tu. Unajua, kwa mfano, hebu nianze kukuonyesha kitu hapa. Unaona hii? Hii inaitwa cayenne pepper hii. Mungu amesema anatumia vitu dhaifu tu. Vitu dogo tu. Unafikiri hii cayenne pepper ni pesa ngapi? Ukienda kwa supermarket, hii cayenne pepper. Hii cayenne pepper ni hii pilipili hii ndefu hii. Imesiagwa. Ndio hii ambayo iko hapa ndani hii. Hii cayenne pepper, kama ningekuwa mimi ninatoa ushuhuda ndio nipate wafuasi. Kuna watu ambaye niko nao walikuwa na vidonda vya tumbo ambaye hii cayenne pepper imewatibu. Hii cayenne pepper hii, kama wewe unapandisha damu kiasi gani, uko na blood pressure kiasi gani, uchukue kijiko nusu uweke kwenye glasi kama hii. Kwenye glasi kama hii umeze. Ukunywe. Sikwambie sikupi theory, na kuambia practical. Practical. Yaani nataka uende ufanye hivyo. Kama wewe una pressure, una ugonjwa wa pressure, wakati pressure yako imepanda, chukua kijiko nusu ya hii cayenne pepper, weka kwa glasi, siaga hivi, kunywa. Uniambie kwa dakika 10 kama pressure yako haitakuwa imerudi sawa. Sasa hata badala ya kutumia ile dawa ya kemikali yenye inakuharibu, afadhali uchukue cayenne pepper kama hii, uwe ikipanda unakunywa. Ikipanda unakunywa. Lakini kwa sababu sasa angalia, inasema ya kwamba iko na mambo mengi sana inayosaidia hii cayenne pepper. Unatakikana kuwa na cayenne pepper kwa nyumba. Ingawa watu wengine wanasema ni pilipili.
ni kali, ni kali. Lakini Mungu akiumba tu, hii ni kitu ambaye Mungu ameumba. Mungu aliumba akijua ya kwamba ni dawa. Yaani ilikuwa kali hivi Mungu bila kujua sababu? Tunatumia kwa sababu ni dawa. Kaeni pepa ni dawa. Tafuta, kama ujui mahali zinapatikana, niambie, mimi nitakutumia mpaka mahali huko. Hata kama uko Ulaya, hata kama uko wapi, nitakutumia kaeni pepa. Weka kwa nyumba yako. Na kana mambo mengi sana. Na wakati utakaposoma vitabu hizi, itakupa in details. In details. Mimi nimekuambia tu kwa haraka kwa sababu sina muda wa kuongea mambo mengi. Nakupa in details. Hapo itakupea katika in details. Sasa mimi nataka, kwa sababu nilitarajia video yangu iende lisali moja. Sasa niko na dakika 50. Kwa hivyo niko na dakika 10 ambazo zimebakisha. Nimebakisha 10 minutes nimalize mada yangu. Sasa nataka nikueleze kuhusu vitu ambavyo niko navyo hapa. Hapa niko na dawa ya mifupa hii. Hii ni dawa ya mifupa hii. Na hii ni ya maji. Lakini kuna dawa ingine ya mifupa yenye ni ya unga. Nilionyesha katika video iliyopita. Ukichanganya hii na hiyo, inasema ya kwamba mifupa kuuma inatibu, misuli kukaza inatibu, miguu kuwaka moto inatibu, inarudisha uteute mwili mzima, tumbo kuuma inaitwa chango bado inatibu. Wale wako na shida kama hiyo, nitafuteni niwatengenezee tu dozi moja. Nitaitisha hata kama zitatoka Tanzania, maana si za kwangu. Lakini mimi nilipopona, nilikuwa na ugonjwa wa hemorrhoid. Ugonjwa wa hemorrhoid ambao ulinisababisha, nilipoenda kwenye hawa wa PhD walinipeleka kunichinja. Lakini wakanichinja 2, nikabaki na 2. Sasa nilipobaki na 2, hizi 2 zikatokea tena zikafura. Alafu zikawa zinaguzana hivi, zikawa na kidoda. Singetoka kwa kitanda. Nilikuwa na uchungu ambaye machozi yalikuwa yanajitoa peke yake. Yule daktari ambaye alikuwa amenipeleka theater alikuwa nakuja kuniangalia, ananiuliza sasa tufanyeje? Daktari ambaye alinipeleka theater, ninasema hivyo Mungu akiwa shahidi yangu. Singetoka kwa kitanda. Nilikuwa nikitoka hivi naenda kama mtu atakufa kesho. Lakini siku moja nikamuuliza hii dawa, na hiyo dawa nilitengenezewa tu na mtu wa kawaida, akanitumanishia kutoka Tanzania. Alimpea Masawe anitumie. Masawe akanitumia hiyo dawa, ikanipata. Ingawa tena alipatwa na matatizo, hata hatujui kwenye alienda. Nilipokalia dawa hiyo lisali moja, maana aliniambia nikae hapo lisali moja. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kutembea. Hiyo. Sasa swali, huyu mwenye alinipeleka theater na huyu mwenye aliniletea dawa ya kukalia, mwenye alinitibu ni nani? Hii yenye yeye alitibu iliisha na ikaisha. Lakini hiyo ambaye nilitolewa kwa kuchinjwa theater ilirudi juzi. Iliporudi juzi, ilirudi ikiwa gumu na kubwa. Nikaitisha hiyo dawa tena, nikaja nikakalia, na mpaka sasa mimi niko sawa kabisa. Kuna watu wengi ambao walikuwa wanasema Dasha anajifanya ni mgonjwa ili aende alale kwa kitanda ili achagiwe pesa. Na ndio naona mimi wakati huu nimeamua sitaki kuongea mambo ya pesa, kwa sababu hizi pesa ndio chanzo cha uovu. Zinaweza zikaharibu huduma ambayo ingekuwa mzuri kwa sababu ya matamshi mabaya ya watu ambaye hawapimi matamshi. Wanadhani ya kwamba tumeingia katika huduma hii tunatafuta pesa, na kitu ya kwanza hatoi. Uwezi hata ugojekeje. Unaomba tafadhali nichangieni niweze kujitibu, hawezi kutoa. Lakini anasema amejifanya ni mgonjwa ili achagiwe, na hakuna pesa yake amechanga. Hawa watu wanaitwa devil helper. Devil helper ni wasaidizi wa shetani. Ukiona mtu kama huyo, ujue ni devil helper, ni msaidizi wa shetani. Kazi yake ni kuongea mabaya ili aharibu kazi ambaye ingefanyika kwa uzuri. Umeona hiyo? Nimekuonyesha. Hii naye inaitwa detox ya damu.
detox ya damu. Wale ambaye mlidungwa sindano ya corona, wale mlidungwa sindano ya corona, na wale ambaye hamuja detox damu zenu, tafadhali hii ugojei ugojeke. Hii utumii kwa sababu umegojeka. Hapana, hii una detox damu yako. Damu yako inaoshwa. Kuna watu wanaendelea kugojeka kwa sababu damu zao ni chafu, mwili wao ni mchafu. Hii una detox damu na ni 100%. Ingawa ile siku ambaye niliweza kujua habari za muujiza kupitia dawa hii, muujiza kutupia dawa hii, sitaki mtu huyo ambaye alinifanyia hivyo asijue, kwa sababu nilikuja kuitishwa pesa yenye singeweza kuwezana naye, lakini Mungu akanijalia nikajua mahali iko dawa hii, na hakuna kemikali ndani, hakuna kemikali ndani. Kwa hivyo wale ambao hamujaosha damu zenu, mna detox, una detox damu, na hizi nazo ina detox inaitwa detox inaitwa cleanser, super cleanser detox. Naona hii inakuosha tumbo yako yote, unaosha tumbo yako, unaosha tumbo yako. Osha tumbo, osha damu, osha tumbo, osha damu. Tafadhali tafuta, nitakutumanishia dawa, nitakutumanishia mahali popote ulipo. Osha damu yako, detox mwili yako kutoka tumbo na mpaka damu. Magonjwa mengi yanaanzia tumbo, magonjwa mengi yanaanzia tumbo. Osha damu yako, osha tumbo lako. Haya, kutoka hapo ninakuja kwa hii nataka niweze kukusomea tu kile ambacho inatibu uvimbe, matatizo ya uzazi, uvimbe na kuzibua milija ya uzazi, maumivu makali baada au kabla ya hedhi, kutokwa damu hovyo. Kuna wamama ambaye akipata wakati anaenda kupata hedhi ni kama anazaa, anaumwa. Pengine mwingine akishapata hedhi anamalizia kuumwa, mwingine kabla hajapata hedhi Mungu anasema mtazaa kwa uchungu, sio mkipata hedhi mnakuwa na uchungu. Huo ni ugonjwa, wewe ni mgonjwa. Kama wewe ukipata hedhi unalia kwa sababu ya maumivu, ujue ya kwamba unatakikana dawa hii. Inasema maumivu ya mgongo, ngiri, kutojisikia hamu ya tendo la ndoa. Kuna watu ambao hawasikii hamu ya tendo la ndoa. Ameolewa ama ameoa, lakini hawezi kumpa haki mwenzake kwa sababu hataki. Na wale ambao mumetumia dawa za kupanga uzazi zenye zimewasababishia madhara, nataka niwaambie muache mara moja, niwaonyeshe dawa ya kupanga uzazi kama mko naye ambaye ni natural. Ni natural yenye wewe hautaathirika popote. Kwa hivyo kama unataka, nitakutumanishia mahali popote unapohitaji dawa hii. Kutoka hapo tuko na hii inatibu vidonda vya tumbo, maumivu ya tumbo, gesi tumboni, hulainisha choo, chembe moyo. Nasema bawaziri ni hemorrhoid. Ukienda kwa choo unatoa damu, ukienda kwa choo unatoa nyama hapo nyuma, inaitwa bawaziri. Kuondoa sumu mwilini, huongeza hamu ya kula, husafisha figo na ini. Hapa niko na hibiscus hii. Wale ambaye mko na pressure, inaitwa deal for ages royal cholesterol. Kuna watu ambaye wana mafuta ambaye haihitajiki kwenye mwili, inahitajika utumie hibiscus. Hibiscus unatumia kama chai yako. Ukitaka hibiscus hakuna mahali sitakutumia. Hizi ni vitu ambavyo havina madhara, ni chakula tu. Unatumia vizuri, zinakuwa dawa yako. Na usigojee ugonjeke ndio uanze kuuliza.
Anza kujitibu sasa hivi. Osha mwili wako. Kuwa mtu ambaye unaosha mwili wako. Si lazima ugojee ati uende kwa kitanda upumui ndio nauliza iko wapi. Watu wengine wanagoja kansa iende ndio wanaanza kuuliza. Na wakati huyo mtu hata hatoki kwa kitanda. Wakati huyo mtu alikuwa kabisa anajua ya kwamba ako na kansa lakini hakuamini. Wakati amesunguka kila mahali ikashindikana. Ninauliza kuna dawa za miti. Kuna dawa za miti ambazo zinatibu. Sasa wakati umezunguka hiyo yote, ungeanzia tu kuelewa ni nini ambacho kitafanyika uweze kutibu. Si unaona? Hibiscus ndio hiyo. Hapa niko na ingine hii. Hii inatibu giri chango, nguvu za kiume, gezi tumboni, uvimbe, kutibu tenzi dume. Tenzi dume, wazee wengi wana tenzi dume. Wazee wengi wana tenzi dume. Ukienda kukojoa, mkojo haitoki. Wakati mwingine yanatoka yenyewe bila wewe kusikia. Hiyo ndio inaitwa tenzi dume. Na ukikojoa unasikia uchungu. Unaona? Sasa kama wewe una tenzi dume, iko hapo. Iko hapo. Mimi sijali kwa watu ambao wana madharau na kutukana. Wewe tukana tu, watu watapona. Mimi ile mtu nataka ni mwenye akishapona ananiambia nimesaidika. Nimesaidika. Na niko na message nyingi ambazo za watu ambao wamesaidika. Hii nayo inatibu tatizo la mawe katika figo. Inatibu wegu na badama. Inatibu UTI. Kwa hivyo wale wako na mawe kwenye figo, dawa ya kutibu na kukuoshea figo iko hapa, inasaidia figo yako. Ina matatizo ya uzazi, uvimbe na kuzibua mirija ya uzazi, maumivu makali baada au kabla ya hedhi, ni ile ile tu tulikuwa tumeshapita naye. Alafu kuna ingine iko hapa ambaye inatibu, inaondoa uvimbe mdogo kwenye mirija, inaondoa fungus, miwasho, uchafu ukeni. Miwasho, uchafu ukeni, kutojisikia hamu ya tendo la ndoa. Hii nayo inakusaidia kabisa, kama vile ambavyo umesikia nimesoma hapo. Hii nayo ni ya watu wa pressure, low pressure ama high blood pressure, bado inasaidia. Na kuna ingine hapa inaitwa Bodyguard. Hii niko na ushuhuda naye kwa mtu ambaye ametumia mara mbili. Alitumia mara ya kwanza, akatumia mara ya pili, na shida ambaye alikuwa naye ya mgongo kuuma iliweza kupona. Hiyo nina ujuzi naye. Hii ni mafuta ya akina mama. Akina mama, mafuta ambaye mnafaa kujipaka kwenye nywele ambazo hazitakuwa nywele zenyu zina katika ovyo. Utaweza kunitafuta. Hapa kuna mafuta ambaye wale ambaye wako na pimples, vitu kwa uso, inakurudishia uso wako vile ulivyo. Uso inaitwa skin therapy. Skin therapy. Hii utanitafuta na utaweza kupata. Niwaambie hivi nikienda kumaliza. Hizi dawa zote ambazo nimekuonyesha, hakuna dawa ambayo imechanganya kemikali. Zote ni za kiasili. Zimetengenezwa na vitu ambavyo Mungu ameumba ili kupitia uumbaji wa Mungu uweze kupokea muujiza wako. Shalom.